Mtaa wa Saba. Mtaa wa Saba. Mtaa wa Saba. Asante sana wewe ambaye bado upo nasi kwenye Mtaa wa Saba. Mimi naitwa Mwana Tobias Lite Kipande, balozi mtaa wako, na nikueleze tu kwamba tumeanzia taarifa yetu kutokea kule Buza ambapo kulikuwa na changamoto ya usafiri, na tumezungumza na mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mheshimiwa Omari Yahaya Katoto. Ametueleza na tumearifiwa kwamba usafiri umerejea, japo kuna changamoto ambazo hazijakaa sawa, ila usafiri umerejea tofauti na ilivyokuwa awali. Sasa tuende moja kwa moja mjini Shule, na nikueleze tu kwamba tarehe 3 mwezi wa 3 kila mwaka kumekuwa tukisherekea siku ya wanyamapori duniani, na hii ina lengo ni kwa ajili ya kueleza Watanzania, kueleza wananchi na dunia kwa ujumla kuhusiana na umuhimu wa wanyamapori na misitu. Na sisi basi tulienda moja kwa moja katika ofisi za TAWA makao makuu kuzungumza na viongozi pale, ndugu zetu wa uhifadhi, ili kuweza kufahamu namna ambavyo wameweza kusherehekea siku hii, wamefanya matukio gani, lakini pia tulielekea moja kwa moja mpaka kule katika hifadhi ya Pande kuweza kufahamu namna ambavyo shughuli zinafanyika. Sasa hapa kwenye mjini Shule tumekuletea kile ambacho tumekuandalia kuhusiana na siku hii ya wanyamapori duniani. Tarehe 3 mwezi wa 3 kila mwaka husherekewa siku ya wanyamapori duniani. Mtaa wa Saba ulipigia hodi hadi kwenye ofisi za TAWA na kuweza kuzungumza na afisa mhifadhi mwandamizi Sanjo Mafuru, lakini pia ni afisa ujirani mwema na mahusiano katika ofisi za TAWA kanda maalum ya Dar es Salaam. Wanasema kwamba lengo la TAWA ni kulinda wanyamapori na kusimamia mapori ya akiba takribani 28, maeneo ya historical sites, kusimamia maeneo ya mazalia ya wanyama na zoo ambazo zipo zaidi ya 30, lakini pia inatoa huduma za biashara za kitalii, mapori ya akiba na tengefu. Watu wengi huwa wanajiuliza TANAPA ni nini na TAWA ni nini, lakini TANAPA ni kwamba inasimamia hifadhi za taifa na TAWA inasimamia mapori ya akiba. Tofauti ya utalii wa TAWA na TANAPA, TAWA unaweza kufanya utalii wa picha na utalii wa uwindaji wa kigeni na wa kienyeji, na TAWA inasimamia mapori ya akiba. TAWA ni moja ya organization kubwa ambayo inadili na masuala ya hifadhi kwa sehemu kubwa katika nchi yetu. Tunazo TANAPA Ngorongoro, na mara nyingine tuna TFS wenzetu kwa maana ya misitu, lakini TANAPA na Ngorongoro pia wana maeneo, lakini kwa mfano Ngorongoro ni eneo moja tu la Ngorongoro. Na TANAPA pia wana hifadhi ambazo ni zaidi ya 21 tu ambazo zinaweza zikatali sawa na mapori ya akiba 28. Alafu tuna game control kama nilivyojieleza. Utagundua kwamba TAWA inafanya shughuli kubwa na shughuli mama ya uhifadhi katika maeneo mengi ya hifadhi zilizoko nchini, na shughuli nyingine zote za kudhibiti na kuhakikisha kwamba biashara halali inaenda sawa kwa kufuata permit, na biashara isiyokuwa halali inazuiliwa ili rasilimali wanyamapori pamoja na nyama zake zisitoke nje ya nchi au zisitoke sehemu nyingine pasi na kuwa na vibali hivyo. Lakini tofauti ya pili tulionayo ni uongozi, authorities. Unaona, kwa sababu sisi tuna kamishina wetu, kamishina wa TAWA, na TANAPA pia wana kamishina wa TAWA. Kwa maana TANAPA inasimamia hifadhi zote zilizo nchini, TAWA inasimamia mapori ya akiba, mapori tengefu yote na maeneo ya hifadhi za jamii yaliyoko nchini. Kwa hiyo ina maana, kwa maana ya authority, ina maana sisi tunadili na hiyo, na ni organization ambayo ni autonomous organization yenye uongozi wake na inaongozwa na kamishina wake. Hiyo ni tofauti nyingine ambayo unaweza kuipata moja kwa moja kutoka TANAPA na TAWA. Lakini pia kitu kingine ambacho kwa lugha nyepesi sasa, kwa maana ukiangalia hapo tofauti ambayo kwa hizo nilizotaja mbili, utagundua kitu kingine kwamba ile level ya conservation pia inatofautiana, status of conservation inatofautiana, kwa maana ya kwamba kama unaruhusu utalii wa picha tu, mtu unadondoka, mnyama amekufa, ufanye chochote zaidi ya kuacha kwamba nature take place by itself. Kwa ina maana kwa lugha nyepesi, hifadhi zote za taifa zinasimamiwa na high level of conservation status, wakati kwenye hizi zingine conservation inakuwepo ile initiative na ambayo ipo, lakini ukilinganisha in comparison, kwa sababu kukumbuka utawinda pia na mnyama pia kama ameleta madhara, unaweza tukachukua hatua ya kumuondoa, yani kwa maana kama labda kuna shida yoyote, umeelewa? Kuna ina tuwezi kusema kwamba nature ita take care by itself. Tuna apply pia
unajua utaalamu wetu kuhakikisha kwamba unajua tunaweza tukadhibiti au tukafanya kitu fulani. Kwa hiyo na maana utaona ukizikompea kwa tofauti, utasema TANAPA zile hifadhi za taifa zipo katika high level of conservation status, unajua inafuatiwa na hizi zingine, unajua mpaka unafika kwenye WMA unazipanga namna hiyo. Unaanza hifadhi za taifa, game reserves, game controlled areas, wildlife management areas au open areas, zinamalizia hivyo na zinafuata huko zoos na kadhalika. Yaweza kuwa ukawa unajiuliza kwa nini tarehe 3 mwezi wa 3 kila mwaka huadhimishwa siku ya wanyamapori duniani, lakini hii inahusishwa na azimio la Arusha la mwaka 1961 ambapo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema tutatumia nguvu zetu kuhakikisha wanyamapori na misitu inalindwa na kutunzwa. Tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 1973, miaka 12 baadaye, kulikuwa na makubaliano yaliyolenga biashara ya wanyamapori halali inafanyika na wanyamapori ambao wapo kwenye hatari ya kupotea wasifanyike biashara. Hii lengo lilikuwa kuhakikisha kwamba nchi zote wanachama ambao wataingia katika makubaliano hayo, basi watahakikisha kwamba wanyama wote wanakuwa katika hali ya usalama, lakini pia wanyama hawa wanalindwa. Yale matakwa ya kulinda wanyamapori na misitu, World Fauna na Flora, yakawa adapted kwenye hicho kikao chini ya UN, hiyo assembly ya 68, na mwisho wa siku sasa ikafanya kwamba tarehe hiyo tarehe 3 mwezi wa 3 ambayo site ilianzishwa mwaka 73 ndio ikawa suggested na ikaungwa mkono kwamba ndio hiyo siku ya kuadhimisha umuhimu wa kuwa na wanyamapori duniani, na wanachama wake waendelee kufuata regulations, yani vigezo na masharti na kanuni zilizoelekezwa kama sites inavyotaka, kwa sababu ni regulatory body. Kwa hiyo hapo ndo tulikopata sasa, unajua, siku ya wanyamapori duniani, na sasa tunaisherehekea kwa maana ya kuendelea kuweka awareness, alafu na pia kutafuta support kutoka kwenye global, yani ile global support kutoka dunia nzima. Ipo kama WWF ni mojawapo, shirika mojawapo kubwa duniani. Kwa hiyo na maana na ukiangalia baada ya hapo sasa maadhimisho yanapokuwa yanafanyika kwa muktadha wa kuhakikisha kwamba watu wanasherekea, watu wanapata elimu, watu wanapata uelewa, unajua, watu wanajitoa kizalendo kuhakikisha kwamba wanakwenda, kama kuna kutoa taka, youth, peer groups, wanafunzi, watu wazima, hivyo. Na pia hata kama kuna sherehe ya kujua kwamba kuna kitu hili kinafanyika kama ilivyokuwa inafanyika jana katika viwanja vya 88 jijini Arusha. Katika kusherehekea siku ya wanyamapori duniani, TAWA wamekuwa wakijiunga na mashirika mengine katika kutoa elimu, kuhamasisha makundi muhimu na vijana kujifunza fursa mbalimbali zilizopo katika taasisi ya TAWA, huku kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa inasema mimea, dawa na manukato, hutunza afya, huhifadhi urithi na kuboresha maisha. Mary Revelian Kashangaki, huyu ni afisa utalii kanda maalum ya Dar es Salaam, anasema ukipata nafasi ya kuja katika hifadhi ya wanyamapori ya Pande utapata nafasi nyingi ambapo unaweza kuzipata kwa kutalii, kula nyamapori, matembezi ya msituni, mbio za baiskeli na kufanya video. Kwa wale ambao mnataka kufanya honeymoon, basi eneo hili linawafaa kweli kweli. Ni eneo kubwa na zuri. Mary anasema kuna watu ambao huwa wanatamani kuwinda wanyama kwa ajili ya kitoweo na kadhalika, lakini mtu huyu anatakiwa kuwa na vigezo gani? Ni kuanzia umri wa miaka 18 na kuendelea, na anatakiwa kuwa na silaha, na ili aweze kuwinda anatakiwa kuwa na mwindaji bingwa na kundi la takribani watu 6 mpaka 7 ambao wataongozana naye katika shughuli hiyo ya uwindaji. Kwa hiyo mgeni kabla hajachukua bunduki kwenda kumpiga mnyama, lazima apimwe uwezo wake wa kufanyaje, wa kulenga, kwa sababu tunajali afya za wanyama na welfare za wanyama. Kwa hiyo mnyama tunategemea at least akipigwa sasa ambazo ni nyingi mpaka amekufa ziwe 2 basi, lakini sio kumtesa mnyama. Kwa hiyo atampima uwezo wake wa kupiga kutumia silaha yake, atapima uwezo wa silaha yake alionayo, kama ina malengo vizuri, kama wakienda mazuri atarekebishwa silaha yake na ataenda kuwinda. Na kuwinda sio kwenda kunyama. Kuwinda ukifika wanyama napiga tu, ili aweze kupiga lazima aonyeshwe, kwa sababu responsible person kwenye uwindaji tunasema PH, yule mwindaji bingwa ndio anamuonyesha piga mnyama yule ambaye ni mkubwa, amekomaa. Sawa? Na sio jike.
Kwa atapigwa dume ambaye amekomaa. Kuna vigezo vya kukomaa. Na ni wataalamu wanajua kwamba mnyama akiwa hivi amekomaa. Kwa hiyo atamuonyesha mpige mnyama fulani. Na mgeni atakuwa mpige mnyama huyo. Hayo atakuwa kumpiga. Na mnyama huyo akimkosa, sawa, as long as damu imepatikana au kitu chochote kitoka kwenye mwili wa mnyama kimeonekana, anakuwa kama amempiga tumbo, ikatoka vyakula vikamwagika, anaweza kampatwa akampiga akamvunja mguu, damu zinamwagika, lazima mgeni hakikisha anamtafuta yule mnyama na anampata, na ndo mnyama wake. Kwa hiyo wewe umemtafuta mpate, ukikata tamaa, sisi kwetu tunasema anakuwa counted kwamba amekufa. Atamlipia gharama zote za, yani ameshamnunua tayari. Sio tu kutoa elimu kwa watu mbalimbali, lakini mpaka kwa wanafunzi, ambapo Sanjo Mafuru alitembelea shule kadha wa kadha ili kuweza kuzungumza na wanafunzi na kuwaeleza umuhimu wa siku hii ya wanyamapori duniani, kwa nini imewekwa, lakini pia wanyamapori wana umuhimu gani na kutunza misitu kuna umuhimu gani kwa taifa hili. Kwenye upande wa kijamii, usiona zile fedha zikipatikana zinaenda hazina. Mmesha kusikia habari ya hazina? Wizara ya Fedha imewahi kuisikia? Zile fedha zikishakwenda kule Wizara ya Fedha zinarudishwa kutengeza mabarabara, huduma za maji kwa maana ya miundombinu. Tumeelewana jamani Huduma za mashule, unajua matibabu kwenye mahospitali yetu, wanafunzi kupata mikopo, unajua ya elimu ya juu na kadhalika. Si mmenielewa mpaka pale? Kwa lugha nyepesi, hata ndio maana sisi TAWA tunasema uhifadhi kwa utalii na maendeleo. Kwa hiyo tunapata maendeleo. Sawa Hili ni eneo ambalo wanyama hawa simba wamehifadhiwa hapa, na ukifika maeneo haya basi utajionea mwenyewe namna ambavyo wapo hapa. Lakini pia huyu ni simba jike na ndani yupo simba dume. Mara nyingi simba dume huwa anapenda utulivu. Kwa hiyo anapoona watu wengi kama hivi anaingia ndani, anaenda kujificha. Lakini huyu jike kama unavyoona bado yupo hapa. Nasikia ananguruma huko. Dume linanguruma huko, halitaki usumbufu. Kwa hiyo wewe ambao unapendelea kuja kuangalia wanyama, njoo hapa katika hifadhi hii ya wanyamapori Pande uweze kujionea vitu kama hivi. Lakini tumezungumza na Vincent Po ambaye huyu ni mwongoza watalii, lakini pia hapa tutazungumza na kamanda muhifadhi wa wanyamapori ambaye anaitwa Maajabu Mbogo ili uweze kufahamu kile ambacho wanakifanya katika hifadhi hii ya wanyamapori hapa Pande. Uhifadhi wetu hapa pori la Kiba Pande ni uhifadhi ambao tumetunza wanyama kwa njia ya 2 in 1, kwamba kuna wanyama wengine tumeweka kwenye keji wale wanyama wakali kwa mfano simba, mamba, duma, na pia tunaye nyoka tumeweka kwenye keji. Mbali na huyo tuna wanyama ambao ni rafiki ambao ni friendly animal, kwa mfano pundamilia, swala, nyumbu na warthog ambao tunawaita ngiri. Hao ni wanyama ambao tumewaachia, lakini pia tunao ndege wakubwa zaidi ambao tunawaita mbuni. Tumewachia kwenye free range. Mgeni akija atapata kufanya game na kuzurura kwenye eneo letu la uhifadhi wa wanyama na kujionea wanyama tofauti tofauti. Watalii wakija wanapenda wanyama wote walioko hapa. Wanapenda wanyama wote walioko hapa, lakini wanapenda sana kuna mnyama hapa ambaye ndio mnyama mwenye mbio nyingi duniani. Anakimbia sana duniani, anapatikana hapa. Kwa hiyo wanampenda sana huyo mnyama, lakini pia kuna swala mkubwa duniani anapatikana hapa katika hifadhi yetu hii ya Pande. Kwa hiyo watalii wanapenda sana kuona hawa wanyama ambao ni wameweka hizo rekodi za dunia ambao wanapatikana hapa. Changamoto kubwa kwa kweli hapana, kwa sababu tuendelea kuwapa elimu wananchi wote waliotuzunguka, na ndio maana naona hii hifadhi iko intact. Kama unavyoona ina canopy, yanavotembea hapo pigwi na jua, unapita chini miti imekufunika huko juu. Ni kwa sababu wananchi sasa wameshaona umuhimu wa hifadhi kuwepo, wamesha enjoy huduma za utalii, huduma za ekolojia. Kwa hiyo wanaendelea kuwa rafiki na kutunza mazingira yao. Kama wananchi wangekuwa wakorofi, usingekuta mti hata mmoja hapa. Na imagine kwamba tuko katikati ya jiji. Asante sana wewe ambao umeweza kutazama Mtaa wa Saba. Naamini umeenjoy kile ambacho tumekuandalia siku hii ya leo. Tulikuwa kule Buza kwenye changamoto ile ya usafiri, umeweza kuona kinachoendelea. Lakini pia tumeweza kuzungumza live hapa na mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Amani kule Buza. Ameelezea kwamba hali bado haijakaa vizuri, na wale ambao wanapenda kutalii basi karibuni sana pale katika hifadhi ya Pande ambayo ipo kule Mabwe Pande, ukajione namna wanyama wanavyoishi pale. Lakini pia kama unapenda honeymoon, kufanya honeymoon unaweza kufanya kule. Kama unataka picnic unaweza kufanya kule na mkalala kabisa, kwa sababu kuna matenti ya kupumzika kule, na sisi tulienda pale tumeona mazingira jinsi yalivyo.
Kwenye kamera alikuwepo Nasoro Buriani, hali kadhalika director ni Choro, amehakikisha kila kitu kimekwenda vizuri. Ndugu yetu Gwakisa, mtoto wa Kinyakyusa kutokea kule Mbeya, alikuwa upande wa set. Medi amehusika kwenye graphics. Mimi naitwa Maona Tobias, nite Kipande, balozi wa mtaa wako. Nikwambie tu kwamba ukimfukuza mwenda wazimu, hakikisha umeyatupa na makopo yake. Kuna siku atarejea, alafu atakudhalilisha. Usiku mwema. Mtaa wa saba.